Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete ameshambuliwa na kuvamiwa vibaya baada ya kutoa hotuba hii kumuhusu Samia Suluhu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Pongezi za hadharani za Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete kwa rais wa sasa Samia Suluhu Hassan kuhusu uongozi mahiri na kulinda amani zimekuwa cheche iliyochochea hasira, maswali na mjadala mpana ulioenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii na majukwaa ya kiraia. Kilichowashangaza wengi si tukio lenyewe la pongezi, bali wakati wake, muktadha wake na kile ambacho hakikusemwa. Taifa lilosheheni majeraha ya kisiasa, madai ya ukiukwaji wa haki ya binadamu na kumbukumbu za karibuni za nguvu za dola dhidi ya raia lilisikiliza maneno ya amani yakitolewa juu ya jukwaa rasmi, huku kweli mgumu ukibaki nje ya hotuba. Kauli hizi zilitolewa katika hafla ya uzinduzi wa jengo la afisi ya uhamiaji na makazi ya askari wilayani Micheweni, kaskazini Pemba. Tukio hili lilifungamanishwa na maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa taswira ya nje, ilikuwa hafla ya kitaifa inayochanganya historia, usalama na mshikamano wa dola. Lakini kwa jicho la uchunguzi wa kisiasa, eneo, tukio na ujumbe vilijipanga kama fumbo moja, kwamba pongezi za amani zikitolewa sambamba na kusitishwa kwa uwekezaji mkubwa katika vyombo vya ulinzi na usalama. Daktari Kikwete alisisitiza kuwa amani ni hazina isiyopaswa kuchukuliwa kwa wepesi, akirejelea migogoro na misukosuko ya kisiasa duniani. Hoja hii kwa juu ni ngumu kupinga, lakini uzito wa kisiasa wa kauli hiyo unatokana na historia ya Tanzania yenyewe, ambako dhana ya amani mara nyingi imekuwa ikitumiwa kama ngao ya kuhalalisha ukimya, kudhibiti upinzani na kuimarisha na kuahirisha madai ya haki. Na katika muktadha huu, sifa za busara, hekima na maslahi ya wote zilipokewa na sehemu ya umma kama maneno yanayofunika maswali makubwa ya uwajibikaji wa dola. Mwaka 2025 ulielezwa kuanza katika mazingira utulivu na mshikamano. Kauli hii iligongana na kumbukumbu hai za migogoro ya kisiasa iliyotangulia, ikiwemo maandamano ya kudai mabadiliko ya kikatiba, uchaguzi huru na utawala wa sheria. Katika historia ya Tanzania, vipindi vya utulivu vilitangazwa mara nyingi vimeambatana na mkazo mkubwa wa usalama, si lazima maelewano ya kisiasa. Ndiyo maana kauli ya utulivu iliposikika, wengi walitafsiri kama matokeo ya udhibiti, si suluhu ya migogoro ya msingi. Pongezi hizi zilipata uzito zaidi kwa sababu zilitolewa na rais mstaafu ambaye hata baada ya kuondoka madarakani amebaki kuwa na ushawishi mkubwa ndani ya chama tawala na katika mihimili ya dola. Na Tanzania ina historia ya marais wastaafu kubaki karibu na kitovu cha maamuzi, hali inayofanya mpaka kati ya uongozi wa zamani na wa sasa kufifia. Katika mazingira hayo, kila kauli ya kiongozi wa zamani hubeba ujumbe unaovuka heshima ya kawaida na kuingia kwenye uwanja wa ishara za mamlaka halisi. Kauli ya kuhimiza Watanzania kumuunga mkono Rais Samia katika kuimarisha taasisi za ulinzi na usalama ilizidisha mjadala. Ulinzi na usalama katika miaka karibuni vimekuwa katikati ya lawama za matumizi ya nguvu kupita kiasi, kukandamiza maandamano na kudhibiti uhuru wa kiraia. Wakati viongozi wakisisitiza kuwa uwekezaji katika sekta hiyo ni uwekezaji katika amani, wakosoaji wanaona mwelekeo wa kuimarisha nguvu za dola bila kuimarisha kwa kiwango sawa mifumo ya uwajibikaji na haki. Uwepo wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene na kamishna jenerali wa uhamiaji Anna Makakala katika hafla hiyo uliimarisha taswira ya dola inayojikita kwenye taasisi za usalama. Ujumbe uliotolewa kutokana na kuboresha mazingira ya kazi, makazi ya askari na ufanisi wa huduma ni muhimu kwa ustawi wa watumishi. Lakini katika muktadha mpana wa kisiasa, msisitizo huu unaonekana kama kipande kimoja cha mkakati mkubwa wa kuhalalisha uwekezaji wa usalama kama msingi wa utulivu wa taifa.
Na historia ya Tanzania inaonyesha kuwa dhana ya amani imekuwa muhimili wa simulizi rasmi tangu uhuru. Amani ilitumiwa kama mtaji wa kujenga taifa, lakini pia kama sababu ya kuzuia mjadala mkali wa kisiasa. Katika vipindi vya mabadiliko, kauli za zamani zimekuwa zikiambatana na wito wa umoja usiohoji mamlaka. Na ndani ya simulizi hilo, pongezi za viongozi wakuu kwa viongozi waliopo huchukua nafasi ya mjadala wa wazi kuhusu mafanikio na mapungufu ya sera. Mjadala mkali mitandaoni uliofuata pongezi hizi unaashiria pengo kubwa kati ya simulizi rasmi na hisia za umma. Sehemu kubwa ya raia, hasa vijana na wanaharakati, hawakupinga amani kama thamani, bali walipinga matumizi ya eneo hilo kama pazia la kufunika madai ya haki, uwazi na uwajibikaji. Na katika ulimwengu wa kidijitali ambapo taarifa na kumbukumbu hazitufiki kirahisi, kauli za viongozi hukutana na ushahidi wa maisha halisi ya wananchi. Kisiasa, tukio la Micheweni linaweza kutafsiriwa kama ujumbe mwendelezo wa uongozi ndani ya mfumo mmoja wa nguvu. Na rais wa sasa anapongezwa na rais wa zamani mbele ya vyombo vya ulinzi katika maadhimisho ya tukio la kihistoria lenye mizizi ya mapinduzi. Ujumbe unaotumwa ni wa uthabiti wa dola. Lakini uthabiti huu unakuwa na maana gani kama hauambatani na uwazi wa maamuzi, uwajibikaji na matumizi ya nguvu na nafasi ya sauti tofauti kusikika? Katika muktadha wa kikanda na kimataifa, Tanzania imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu kuhusu mwenendo wa haki za binadamu na demokrasia. Kauli za amani na uwekezaji wa usalama zinapokosa kuambatana na mageuzi ya kisiasa, zinachukuliwa kama dalili za kurudi nyuma. Hii ina athari kwa uhusiano wa kimataifa, imani ya uwekezaji na nafasi ya nchi katika majukwaa ya kikanda. Kwa mtazamo wa kihistoria, pongezi za Kikwete zinaweza kuonekana kama jaribio la kuhalalisha mwelekeo wa sasa wa uongozi, huku zikitumia ujumbe wa mshikamano wa wasomi wa kisiasa. Lakini kwa raia wanaoishi na athari za maamuzi ya dola, maneno hayo hayatoshi. Kwamba amani isiyo na haki ni ukimya unaosubiri mlipuko, na utulivu usio na uwezo ni kivuli kinachofunika migogoro badala ya kuiondoa. Tanzania inapoelekea siku zijazo, changamoto si kukosa viongozi wanaosifiana, bali ni kukosa mifumo inayoruhusu viongozi kuwajibishwa. Ukimya wa kuhoji, hofu ya kukosa ama ya kukosoa, na kukubali simulizi rasmi bila tathmini vimenaweka taifa kwenye hatari ya kurudia makosa ya zamani. Na kila pongezi isiyogusa ukweli wa maisha ya mwananchi huongeza umbali kati ya dola na raia. Na mwisho wa yote, swala si kama amani ni muhimu, bali ni amani ya aina yake inajengwa na kwa gharama gani. Tanzania ikichagua kuendelea kutukuza utulivu bila kushughulikia mizizi ya migogoro ya kisiasa na kijamii, itajenga mustakabali dhaifu. Ukimya wa leo ukikubaliwa kama kawaida, utakuwa mzigo wa kesho, na taifa linaloishi kwa hofu ya kuuliza na kuhoji inajinyima nafasi ya kusahihisha mwelekeo wake. Na hapo ndipo hata hatari halisi ya amani inajitokeza. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pende, na kuletea taarifa zinginezo kwa kina. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.